Jehova. Hakuna wa kufanana, Mwokozi wangu Jehova. Hakuna wa kufanana, Mwokozi wangu Jehova. Mithali 16 kuanzia aya ya kwanza. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi kutoka kwa Bwana. Njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana huzipima roho za watu. Mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, naam, hata wabaya kwa siku ya ubaya. Kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo kwa Bwana, hakika hatakosa adhabu. Kwa rehema na kweli uovu husafiwa, kwa kumcha Bwana watu hujiepusha na maovu. Njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake huwapatanisha naye. Afadhali mali kidogo pamoja na haki, kuliko mapato mengi pamoja na udhalimu. Moyo wa mtu huifikiri njia yake, bali Bwana huziongoza hatua zake. Hili ndilo neno la Bwana. Lazima neno Baba yetu uliye mbinguni, ninakushukuru, ninaliinua jina lako takatifu mchana wa leo, kwa maana unastahili. Asante Mungu mwema kwa ajili ya neema yako. Asante Baba kwa ajili ya huduma yako. Asante Mungu wa rehema hata kutulinda, kutuhifadhi. Mungu wangu ninakushukuru Mungu wa rehema hata kwa ajili ya kibali ambao umeachilia Mungu wangu tukaweza kuingia malangoni pako Mungu wa rehema. Asante Baba kwa ajili ya yote ambao tumetenda mahali hapa Mungu wa amani, na imefikia wakati Baba yangu unaenda kuzungumza nasi Mungu wa rehema. Ninakuomba Baba ufunge sauti zote mahali hapa tusikie kutoka kwako Mungu wa rehema. Fungua Baba masikio yetu ya nje na ndani, ili Baba tutakaposikia neno lako Baba kuweze kulitii na kutenda kwa jinsi itakavyokupendeza. Mimi nilie hapa mbele Baba ninajikabidhi mikononi mwako kama chombo tu Baba. Ninaomba Baba unitakase, panda maneno yako ndani yangu Mungu wa rehema. Isiwe ni mimi ninazungumza, lakini iwe ni wewe Baba unazungumza nasi Mungu wa rehema. Na nikifika tamati Baba, sifa na utukufu Baba zikurudie wewe. Na ni kwa Yesu Kristo Bwana wetu nimeomba na kushukuru. Amen. Asubuhi ya leo ningependa tujifundishe ama kuzungumza kuhusu putting first things first. Kuweka vitu vya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha ya kila siku kuna mambo mengi ambayo yanapingana na wakati wetu. Kuna mambo mengi ambayo yanachukua kipaumbele katika wakati wetu. Yaani hatuna muda. Mara nyingi tunaona kwamba ule muda tunao ni mchache sana. Bwana Yesu asifiwe. Kazi zetu zimechukua nafasi nyingi. Maisha yetu yamechukua, relationships zetu, masomo yetu na mambo mengi yamechukua nafasi nyingi katika maisha yetu. Lakini mchana wa leo Mungu ananena ya kwamba anataka awe katika nafasi ya kwanza kwa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatukumbusha ya kwamba hahitaji nafasi yetu yote kwa siku, lakini Mungu anahitaji nafasi ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Ninauliza wapendwa, asubuhi unapoamka huwa unafanya nini? Asubuhi unapoamka unafanya nini? Tafakari tu, ukiamka asubuhi jambo lako la kwanza kufanya ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Wengi wetu tumeweka simu zetu karibu. Kwa hivyo tunapoamka tu ni kwenda kwa simu na kuangalia messages ama kuingia online. Lakini mchana wa leo Mungu anatuambia ya kwamba anataka nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Anataka nafasi ya kwanza katika ndoa zetu. Anataka nafasi ya kwanza katika kazi zetu. Anataka nafasi ya kwanza kwa kila kitu chetu. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe watu wa kumpatia Mungu leftovers. Unaamka asubuhi mpendwa katika Bwana, unaamka na kuanza mambo yako umsishi Mungu.
Unaamka unafanya na saa ile umedress up unataka kuenda kazini mpendwa, ndio unakumbuka ya kwamba kuna Mungu, ndio unaanza kuomba huku ukivaa nguo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu mchana wa leo anatukumbusha ya kwamba anataka nafasi ya kwanza katika kila kitu chetu. Iwe ni katika kazi zetu, iwe ni katika familia zetu, hata relationship zetu, tumweke Mungu wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Kutoka 20:3 Mungu anatuambia ya kwamba tusiwe na Mungu mwingine kama yeye. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri wengi wetu tulisoma hizo amri 10 na hata saa hizi mkiambiwa, pengine kuna wale wanaweza jitafakari tu, lakini tunafanya hivyo kweli? Mungu anatukumbusha tusiwe na miungu mingine kama yeye. Mchana wa leo unaabudu nani mpendwa? Unaabudu simu yako? Unaabudu ndoa yako? Unaabudu kazi yako? Ama unaabudu Mungu aliye hai? Kabla hujafanya lolote mpendwa, kuwa na wakati na Mungu. Mara nyingine tunapenda kuona ya kwamba wale ambao wanaabudu ng'ombe, wanaabudu sanamu, ndio wanaabudu idols. Lakini hata sisi walokole tunayokiri ya kwamba tumeokolewa na tunaenda mbinguni, wakati tunapoeka vitu vingine mbele before God, tunakaa kama tunaabudu sanamu. Tusifanye ndoa zetu zikawa sanamu mbele ya Mungu. Tusifanye kazi zetu zikaonekana sanamu mbele ya Mungu. Tusifanye watoto wetu na familia zetu zionekane sanamu, kwa maana tumewapa kipaumbele zaidi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Imagine wewe ndio Mungu. I'm giving an example kama in a relationship. Kile unachokijali, unachokipeana priority, ndio kile kitu unakithamini zaidi. Bwana Yesu asifiwe. And I was looking in a relationship. Most of the time, wapenzi, ukiamka mpendwa katika Bwana, usipoona text message kutoka kwa mume wako ama mpenzi wako, kuna kale ka feeling ya kusikia umesahaulika. Bwana Yesu asifiwe. And imagine Mungu wewe umeamka, hujajiconnect na Mungu mahali popote. Umeimagine what God feels. Yani tunaenda mbele ya Mwenyezi Mungu when it is necessary. When there is an emergency, ndio unakuja mbele ya Mungu, unajimimina mzima kabisa. Saa hiyo hata hutaki hata mtu akikwambia usiende kanisani saa hizo, uko radhi umwambie mumeo, mimi ni mbinguni nitaenda peke yangu, utakimbia madhabahuni hapo, unajimimina. Lakini siku zingine hatufanyi hivyo. Tusimweke Mungu tusije kwa Mungu when we have emergencies. Let's go to God every time, every day. Let's put God a priority in everything we do in life. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingine Mungu anatukumbusha ya kwamba tumwabudu yeye pia hata na mali zetu, mapato yetu, kila kitu chetu. Yani haja specify kwamba ni nini, everything we have. Kumaanisha kwamba hata our finances pia tunastahili kumshirikisha Mungu nazo. Lakini mpendwa katika Bwana, umeokoka, umepata mshahara wako, unafanya nini kwanza? Unaenda kupeana mwili pole mwanzo, and then unaingia hapo unafanya shopping kidogo, and when it comes to Sunday you collect the change and come to the house of the Lord. Unamwambia Mungu hii ni yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka to be the first in everything, even in your finances. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe mpendo umezoea mambo hayo ya kwamba hata wakati unapopata mshahara ama unapopata mapato yako, wewe unaweka kipaumbele, ni muhimu sana kuanzia, ikiwa bado iko wholesome, mpe Mungu haki yake. Bwana Yesu asifiwe. Na si kwamba Mungu anahitaji fedha zetu, lakini inaonyesha uaminifu wetu kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kupeana sadaka ni part of the ibada katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati tunapitia changamoto katika maisha na tunaona ya kwamba hatuwezi. Tunaona ya kwamba hatutafikisha kesho kwa sababu pengine mwili ni mdhaifu,
Na hapo ndio tunaona kwamba tunaweza piga magoti. Mungu anatuhitaji tumtumikie tukiwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Tusije mbele zake tukiwa wadhaifu, ama ukuje umechoka, umefanya shughuli zako za siku zote, and then you come before the Lord na unajimimina kwake. Si kwamba hata kusikia, lakini Mungu anataka pata nafasi ya kwanza hata kwa your energy too. Kama unaweza kufanya kazi ya Mungu, ifanye ukiwa na nguvu. Usije ya kwamba umechoka ndio unataka kuifanya kazi ya Mungu. God needs a first time in everything. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi tunapenda kusoma neno. Na mchana wa leo tusiwe tu wasikizaji wa neno, lakini tuwe watendaji wa neno. Bwana Yesu asifiwe. Tumezungumziwa na watumishi wa Mungu mara nyingi, lakini ni kama ya kwamba sijui kama hatusikii, ama yanaingia kwa huku yanatoka kwa kule. I was thinking ya kwamba tungekuwa tunajua ni nini tunafata katika nyumba ya Mungu, kuna mambo mengine yasingekuwa yanatokea katika kati yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sote tumeitwa kufanya huduma ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sote ni watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sote hapa we are all evangelists. Bwana Yesu asifiwe. Lakini na wauliza wapendwa, tukija kanisani tumekuja kufata nini? Umekuja kuangalia fulani amevaa nini, ama ameweka nywele vipi, ama umekuja kumtafuta Mungu? Tungekuwa tunakuja kutafuta Mungu wapendwa, kuna mambo mengine tungeepukana nayo. Lakini tumekuwa watu ambao tunatafuta mambo madogo madogo ambayo hayatusaidii in our spiritual life. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunakuja kanisani, neno linaposomwa, wahubiri wanapohubiri, ni nini unapata? Inaweza kuwa umeshika neno, ukifika pale nje pengine mwenzako atakuuliza umetoka kanisani mama fulani? Ndio. Na leo umesomewa nini? Umpatie scripture na pia umwambie kidogo tumefundishwa kuhusu hivi na hivi. Utakuwa pia umefanya kazi yako. Lakini wewe ukifika pale mwenzako akikupigia simu akuulize fulani mmeampewa nini, unaanza kudescribe vile mwenzako amekuja kanisani. Do you know why you are in the house of the Lord at the first place? I think you are in the wrong place. Bwana Yesu asifiwe. I was imagining ya kwamba madereva wale ambao wanajua kupeleka magari, God is our direction in our Christian living. God is our direction in everything. So sometimes ni kama madereva switch on the GPS in our cars, lakini we don't look at the direction that GPS is directing us to. Na wakati tunapopotea then tunarudi kulaumu. Ungekuwa cautious enough wakati ulipokuwa switch that GPS, ungeangalia inakuongoza kuelekea wapi. Hiyo inakwambia nenda kusini, wewe nawe kwa akili zako hata uangalie unaenda magharibi. And then ukipotea unaanza kulaumu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ama Mungu ni mwongozo wetu. He's our guide. Na most of the time we like praying, tumwambie kwamba Mungu guide our path. Bwana Yesu asifiwe. Lakini when God is trying to guide your path, then unarudi unaenda kona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana the direction of God haikuji rahisi hivyo. Wapendwa, the direction of God sometimes can be very tough. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana atakupitia katika miba, katika moto, katika hilo. Na inapofikia hapo, mpendwa katika Bwana, unarudi nyuma. Unapopotea tena, unarudi unaona ya kwamba Mungu amekusahau. Mungu hajakusahau mpendwa, ni wewe ndio umejitoa katika uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hasahau mtu yoyote. Mungu ni mwaminifu sana wapendwa, lakini sisi wenyewe ndio ambao tunajitoa katika uwepo wa Mungu kwa kutaka mambo mengi ambayo hayastahili. What are you prioritizing in your life? Bwana Yesu asifiwe. Are you prioritizing Jesus ama mambo yako? Bwana Yesu asifiwe. What do you put first in your schedule? Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunapomweka Mungu mbele, hata mipango yetu ya kila siku itakuwa sawa.
I've come to realize most of the time we fail in our plans because hatumuhusishi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapanga mipango yetu ambayo sio sahihi. Si kwamba mambo yetu si sahihi, lakini ile ratiba tunayoipanga ndio si sahihi. Kweli yale mambo tumeyawaza ni mema kabisa hata mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini we don't put things first. Bwana Yesu asifiwe. Imagine unapanga kile kitu ambacho kingekuwa cha kwanza unakipanga katikati, utafanikiwa mpendwa? Kwa hivyo when we align ourselves with God, when we put God first in everything, even our physical plans will be run in easy, kwa sababu Mungu tutamhusisha Mungu na Mungu atazitawala. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa katika Bwana, mchana wa leo ningependa tu tukumbushane ya kwamba tuhusishe Mungu wa kwanza. Let's seek God first. Bwana Yesu asifiwe. Begin each day with a prayer, and read the Bible. Asubuhi ukiamka, before ufanye jambo lolote mpendwa, omba mwanzo. Omba, halafu chukua a Bible verse, read, and then do other things. You'll get enough energy to sustain you through the whole day. Bwana Yesu asifiwe. La pili, give God priority in your decisions. Muhusishe, mumpe Mungu kipaumbele katika maamuzi yako. Bwana Yesu asifiwe. Unapoamua peke yako unaweza kupotea, lakini unapokuamua pamoja na Mungu, Mungu atakuelekeza na utapotea, na pia atayafanikisha yale mawazo yako. Bwana Yesu asifiwe. Ya tatu, obey God's words. Kutii. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linahubiriwa, tunasoma maneno ya Mungu, lakini hatutii vile neno linavyosema. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yale mambo huwa tunayaona ni by the way tu, hatuyatii maanani, lakini ni ya muhimu. Wakati hatumtii Mungu, Mungu anatuona ya kwamba sisi ni kama tunamfanyia drama, yani hatumheshimu kabisa. Saa hizi wewe mtoto wako ule mzaa, ukimwambia kitu ama kumuonya afanye jambo fulani halafu asifanye, unahisi nini kama mzazi? Kuna ile kuhisi kudharauliwa na mtoto, kuhisi kutoheshimiwa, si ndio wapendwa? Vivyo hivyo Mungu ndio huwa anahisi wakati tusipotii. Anahisi ya kwamba hatumjali, anahisi ya kwamba tumemdharau, tumemweka kiwango chetu, kwa hivyo tunaweza mchezea tu. Naomba kuzungumza kidogo kuhusu nadhiri. Mwaka umeanza na wapendwa, tunapenda kuweka ahadi. Tunaweka kuweka nadhiri. Lakini mchana wa leo ningeomba before uweke any vow, before uweke nadhiri yoyote, jichunguze mwanzo kama unaweza. Si vibaya kuweka nadhiri, lakini tusiweke nadhiri ambazo zitatushinda kutekeleza. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapofanya hivyo Mungu wetu afurahiki. Afadhali uweke nadhiri ndogo ambayo utaweza, and then ukipata zaidi unaweza leta kwa nyumba ya Bwana. Nafikiri hakuna limitation ya kuleta katika nyumba ya Bwana. So wakati tunapoweka nadhiri, tuweke nadhiri ambazo we can commit and do. Bwana Yesu asifiwe. Tusiweke nadhiri kwa sababu fulani ameweka nadhiri 10,000. Mara nyingi hizo nadhiri zimefanya Wakristo wametoka katika nyumba ya Bwana kwa sababu wameweka nadhiri, wameshindwa kulipa, and then wameona aibu, wametoka. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa katika Bwana, mchana wa leo, kama uliweka nadhiri mwaka jana na umeshindwa kulipa, ninakuomba kwa unyenyekevu, mrudie Mungu, tubu, tengeneza na Mungu na ulipe nadhiri yako. Bwana Yesu asifiwe. Ya 4, order your time around God. Bwana Yesu asifiwe. Eka wakati wako karibu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Order your steps around God. Kumaanisha kwamba everything you do in a day unamhusisha Mungu. I was looking at the picture of a child. Mtoto yeye huwa ameka mambo yake yote kulingana na wazazi wake. So hata jambo lolote linapomfanyikia pale nje, yeye ni kukimbia tu kwa wazazi. Bwana Yesu asifiwe. Vile sisi pia tunastahili kufanya hivyo kama Wakristo. Mambo yetu center God in each and everything. Our time tunamweka Mungu mbele.
Si tumpatie Mungu leftovers. Bwana Yesu asifiwe. Umefanya mambo yote alafu jioni imefika unataka kulala, unaomba yale maombi ya kisasari and you are done for the day. Unamwambia Mungu nisaidie nilale vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini asubuhi ulivyotoka mpendwa, haukuupa na muda. Na mimi huwa nakataa watu wakisema hawana muda. Wapendwa, tuko na muda wa kutosha. Tuko na muda wa kutosha wapendwa. Msiseme hatuna muda. Muda uko. Kwa maana yale mambo tunayoyafanya mara nyingine ambao hata hayatusaidii katika spiritual growth. And life itself has become so spiritual to an extent. Kama huwezi kumtegemea Mungu, sijui utaishi vipi. Maana vita ni viko right, left, up, down. Bwana Yesu asifiwe. Time tuko nayo. But what do we prioritize in our time? Bwana Yesu asifiwe. Umeweka nini mbele katika wakati wako? Tumweke Mungu kipaumbele katika kila jambo. Tumweke Mungu wa kwanza katika kila jambo. God will order our steps. Bwana Yesu asifiwe. Kabla hata hatujatenda, kabla hata hatujawaza, Mungu tayari ashatuwazia, kwa maana we are really connected to him. Tutafute muda mwingi. Hata wale ambao wako kazini mara nyingi tunasema kwamba we are so busy, but we go for lunch break, don't we? We go for tea break, don't we? God does not need the whole day. He needs just a small time. Uwe mtu wa kuweza kupata muda wa kuomba Mungu every now and then. Na unapofanya hivyo, una connect na Mungu kwa urahisi. Hata unapopita milima na mabonde, unapopita changamoto, inakuwa na wepesi, there is a breakthrough. Mara nyingine tunarudi chini kiimani, mara nyingine tunashuka chini kiroho kwa sababu we don't connect ourselves to God. Bwana Yesu asifiwe. Ikifika Jumapili jioni, mlokole mpendwa ameanza kusifu na kuabudu. Akija Jumapili yuko sawa mpendwa, akisimama pale, lakini akitoka pale mchana, Monday to Friday, hakuna. Hata shika Biblia, hata omba, hata fanya hivyo. Utakuwa sawa na yule ambaye anashinda madhabahuni akiomba? Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa sawa na yule mtu ambaye anashinda madhabahuni akiomba? Sometimes we drain our colleagues. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingine we drain them kwa sababu wao wanapambana, wanang'ang'ana day in and out kuomba, lakini sisi hatuombi kule. So tukija hapa tunakuwa mzigo kwa wengine, tunavuta wengine nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kila mtu kuamka. Tujue Mungu on our personal level. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ajue Mungu on a personal level. Na tukifanya hivyo, kila mtu atakuwa na urahisi kujimimina mbele ya Mungu, na Mungu naye aliye nzini ambaye ni mwingi wa rehema hata tuacha. Bwana Yesu asifiwe. We are supposed to remove the idols in our lives. Bwana Yesu asifiwe. Tumeweka so many idols in our lives. Na si vile vinyago ambazo babu zetu walikuwa wanajengea ama zile ng'ombe watu walikuwa wanaabudu, but idols ni zile vitu ambazo tumeziweka kipaumbele kushinda Mungu. Zile vitu ambazo zinashindana na wakati na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jichunguze mpendwa mchana wa leo. Ni jambo gani katika maisha yako ambalo linapingana na wakati na Mungu? Lile jambo ambalo linakufanya usiweze kumwabudu Mungu kwa roho na kweli, ama huwezi kupata wakati na Mungu, that's an idol in your life. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu hapendezi nayo. Kwa hivyo jichunguze. Kama kuna jambo lolote ndani yako ama katika maisha yako ambao umelipatia kipaumbele zaidi ya Mungu, mwambie Mungu akusaidie liondoke, Mungu achukue nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka nafasi ya kwanza. Kumaanisha kwamba hata kama ni ndoa ama mapenzi, it should come second. God first above everything. Bwana Yesu asifiwe. Tuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Mara nyingine tunaishi maisha ya hofu na uoga na wasiwasi. Tunaishi maisha ya kuangalia wengine watasema nini. Ishi maisha ya kumpendeza Mungu. Fanya kila kitu ukijiuliza ya kwamba hili jambo ninalifanya kweli linastahili mbele ya Mwenyezi Mungu, si mbele yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ishi maisha ambayo unajua kabisa yanapendeza Mungu, si binadamu. Tuache kuangalia wanadamu wapendwa. Wanadamu hata tusaidia na chochote, maana tutasimama peke yetu mbele ya kiti cha enzi. Na tukiwa hapa, hata kama tunajua ya kwamba tunahitaji wanadamu, lakini usikubali mtu yoyote akaturudisha nyuma katika imani. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali mtu yoyote akakuvuta nyuma katika imani. Wakati unaposonga na ukiona ya kwamba kuna mmoja anakuregesha nyuma, muondokee. Bwana Yesu asifiwe.
Ukiona kwamba there is that one person anakuvuta nyuma, muondokee, songa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Atakupata huko mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuhusishe Mungu kwa kila jambo. Let's surrender everything to God in prayer. Bwana Yesu asifiwe. Let's put God everything in our everything. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa katika Bwana, nafikiri kila mtu anajijua vyema. Naomba tu kwa unyenyekevu, naomba tu kuwauliza, pengine kati yetu kuna yule mtu ambaye ametambua ya kwamba hahusishi, haiki Mungu mbele, kuna yale mambo yake amejiweka mbele zaidi. Pengine kati yetu kuna yule ambaye ameweka mahusiano yake, na hayo mahusiano hayawezi kukua bila Mungu. Hayo mahusiano hayawezi kusonga bila Mungu. Ni wakati wa kutenda, ni wakati wa kujirekebisha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie tuweze kumtanguliza yeye kwa kila jambo. Mungu atusaidie tuweze kumtanguliza yeye hata katika huduma zetu. Bwana Yesu asifiwe. Tusipomtanguliza Mungu katika huduma zetu, wapendwa, tutakuwa tunafanya huduma zingine za kiajabu. Bwana Yesu asifiwe. Tusipomtanguliza Mungu, tutakuwa tunafanya yale ya kwetu ambayo tutachemsha, wapendwa. Hatutaenda sawa. Tumweke mbele Mungu hata kwa huduma zetu. Tumweke mbele Mungu hata kwa nyumba zetu, hata kwa watoto wetu, kwa nyumba zetu, kwa watoto wetu, kwa kila jambo letu. Mungu awe wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Mpe Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yako. Mchana wa leo ninashukuru Mungu kwa sababu hata mimi nimepatikana hapo. Ombi langu ni ya kwamba Mungu atusaidie tuweze kumpatia nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Ombi langu ni ya kwamba Mungu atusaidie tuweze kumjua zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Ombi langu ni kwamba Mungu wa mbinguni atusamehe na atusaidie tuweze kumuishia yeye, kwa maana bila yeye hatuwezi. Bila yeye hatutafanya lolote. Tutakuwa tu tunakuja hapa kama kufanya drama, na tukitoka pale hatuna lolote. Tuko hapa kuelekezana, tuko hapa kufundishana, na tunapomhusisha Mungu mbele itakuwa rahisi kuelekezwa. Na tunapoelekezwa, wapendwa, tukubali kuelekezwa. Tunapotoka, kwa sababu hatupendi kuelekezwa, tunaenda kinyume na Mungu, lakini hatupendi kuelekezwa. Wakati tunapoambiwa usifanye ABCD, unaona ya kwamba mtu anaingilia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapoonywa, unaona ya kwamba mtu amekuonya si kwa sababu ameongozwa na Roho, lakini anakuonya kwa sababu anakujua zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuja hapa kanisani, huwa tuna muda wa kuomba, muda mzuri wa kuomba. Na mimi ninaamini ya kwamba yale yanayofanyika katika jengo hili na madhabahu haya, Roho wa Mungu ameyashughulikia. Bwana Yesu asifiwe. So wakati mtu anaokuja kwako anakuambia, mpendwa, hili na hili usifanye, ama Roho wa Mungu amenambia hivi na hivi, tafadhali mpendwa katika Bwana, tafakari, jiulize, mbona hajaenda kwa fulani, amekuja kwako. Bwana Yesu asifiwe. Halafu muombe Mungu akusaidie ili uweze kuenenda kulingana na mapenzi yako. Tusiporekebisha hapa, hata mbinguni hatutafika. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa tunapoteza muda mrefu mahali hapa. Tunakuja kanisani na tutoke empty-handed. Imagine umeenda mahali, umefunga laini kutoka kule, ukifika hapo unaambiwa hakuna kitu. Utasikiaje? Let's connect ourselves with God. Bwana Yesu asifiwe. Imagine a phone. Si kila mtu ana mobile phone. How many times do you charge your phones? I think on a daily basis. Si ndio? Kila siku. And how many times do you go to God in prayer per day? Ni mara ngapi unaenda mbele ya Mwenyezi Mungu? Tuwe na wakati wa kutosha kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na wakati wa kutosha, tuwe na nafasi ya kutosha, tumweke nafasi ya kwanza, kwa sababu Mungu anataka hivyo.
Bwana Yesu asifiwe. Tusifanye kwa sababu tunataka sisi, tufanye kwa sababu Mungu anataka hivyo. Na Mungu anapotaka ni haki yetu kumpatia vile anavyotaka. Mungu anataka nafasi ya kwanza katika maisha yako mpendwa, not leftovers. Mungu anataka nafasi ya kwanza mpendwa katika kazi yako, not leftovers. Mungu anataka nafasi ya kwanza katika hata nguvu zako. Njoo mfanyie kazi ukiwa na nguvu, sio umechoka ndio unakuja katika nyumba ya Bwana kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Unapopata mapato, tafuta lile pato la kwanza, lile zuri. Hata Mungu pia anataka mazuri kutoka kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Tusiende tupekesheni vipochi, tutoe zile silver ambazo zimefungwa na risiti and then tunazileta kama sadaka ndani ya Mungu, nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka to be first in everything, even in our finances. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie tunapoendelea kutafuta uso wake, tunapoendelea kujitolea kufanya kazi yake. Mungu atusaidie tuweze kutenda kulingana na mapenzi yake, tuweze kuwa wa kwanza katika kila jambo. Wakati tunapoweka Mungu mbele, hatutakuwa na chirachira nyingi sana hivyo. Hatukuwa na mambo mengi ya kukuvunja moyo. Bwana Yesu asifiwe. Maana kila mtu atakayeingia hapa kanisani atakuwa anajua ni nini amefuata. Sometimes huwa ninaangalia na tafakari, najiuliza kweli tunajua? Kuna yale mambo unasikia pale nje mpaka unajiuliza kweli, do we know what we have gone to do in the house of the Lord? Tunajua kweli ni nini imetuleta katika nyumba ya Mungu? Kama unaona ya kwamba haujajua ni nini umekuleta katika nyumba ya Mungu, Mungu ni mwingi wa rehema na ana neema nyingi. Muombe atakupatia the direction. Bwana Yesu asifiwe. Muombe atakupatia the direction. I believe everyone ambaye ameingia malangoni hapa mchana wa leo ana jambo la kufanya katika ministry hii. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kumuuliza Mungu, nafasi yangu katika Reformed Anglican Church ni nini? Na wakati Mungu anapokunenea ya kwamba wewe kazi yako ni kufagia ama kuosha choo, mpendwa, do it with one hand. Embrace it and do it. Bwana Yesu asifiwe. Pengine mimi kama Mama Janet naweza nisikuone, lakini Mungu wa mbinguni atakuona. Na kila huduma mbele ya Mungu imekubalika. Bwana Yesu asifiwe. Tujisalimishe kwa Mungu. Kama kuna yale ambayo tumeweka kipaumbele, ambayo ya Mungu anayaona kwamba tumeyaabudu mpaka anaona tunaabudu sanamu, Mungu atusamehe. Yale yote ambayo tumeweka kipaumbele na tukamweka Mungu kando, ambayo inafanya Mungu anatuona sisi tunaabudu sanamu, maana tumeabudu kazi zetu, tumeabudu wapenzi wetu, tumeabudu pesa zetu, watoto wetu, familia yetu. Mungu atusaidie tuweze kumrudia na tumweke kipaumbele katika maisha yetu. Mungu ni wa neema. Tutakapofanya hivyo, Mungu atatukumbatia tena. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kujiokoa wenyewe, hatuwezi kujiinua wenyewe Bwana, wala hatuwezi kufungua malango yaliyofungwa. Sasa Bwana, mchana huu leo tunapenda kujiweka wakfu kwako, kukuomba Bwana ya kwamba wewe mwenyewe ukubali kwenda pamoja na sisi. Tunatambua kama Bwana tumekengeuka, tunaenda nje ya maagizo yako, tumekukana wewe na kufuata tamaa zetu wenyewe, na tumeacha kulisikia neno lako kila wakati unaposema nasi. Bwana, unaweza kuanza jambo jipya tena siku hii katika mioyo yetu. Bwana, unaweza kuanza jambo jipya ndani ya moyo wa mtu majira haya, na kumchochea karama kama ulivyotufundisha, na kumpatia neema ya kuendelea kupatia wewe nafasi ya kwanza katika maisha yake kwa jina la Yesu. Mara nyingi tumehangaika na tumeshabikia mambo yasiyokuletea wewe utukufu. Tumeshabikia mambo ya duniani, mambo yasiyokupendeza, mambo yasiyokuletea wewe Mungu utukufu, na mara nyingi tumejipata katika kongwa la utumwa, tukihangaika na kung'ang'ana kujitoa pasipokuwa na suluhu. Lakini mchana huu Yesu, tunakuomba kwamba wewe uliye Mwokozi na uliyekuja kwa ajili ya ukombozi wetu, ukubali kuturehemu, ukubali kututakasa na ukubali kutupokea. Tunahitaji mkono wako wa neema ukawe juu yetu Baba, na mkono wako bali kukupatia mfalme tena majira na masaa haya, maana tumekukosa wewe peke yake wala si mwingine.
Bwana ni asante kwa sababu mara nyingi tumekosa kuwa na uhakika katika hali ya kuabudu kwetu. Tusaidie Bwana, tukakuabudu katika kicho, tukakuabudu katika unyenyekevu, tukakuabudu katika uzuri wa utakatifu wako, tukakuabudu Mungu peke yake, maana hakuna mwingine. Mahali hapa waabudiwe wewe, mahali hapa ukaitwe wewe, mahali hapa ukasifiwe wewe, mahali hapa Bwana ikawe ni kwa ajili yako, wala Mungu mwingine hataonekana isipokuwa ni wewe tu. Madhabahu haya Bwana yakadhimishe jina lako na ukuu wako, na nguvu zako zikapate kuonekana, maana watawaita wengi ambao watakuja na watakutana na wewe katika njia ya kipekee, katika njia ya ajabu. Uliokusudia kuwaponya unawaponya, uliokusudia kuwafungua na kuwaweka huru unawatangazia uhuru wao na kuwatangazia mwaka wa uzima, kuwatangazia ushindi katika maisha yao, maana wewe peke yako ndiwe Bwana. Hivyo mahali hapo Bwana pameitwa kwa jina lako, na tunapenda kuliweka wakfu kanisa hili na madhabahu haya tunaweka wakfu. Chochote ambacho Bwana nitakutuma na kujituma, Yesu hakina nafasi mahali hapa katika jina la Yesu. Baba, tunaomba kwamba Bwana mahali hapo palinde usiku, palinde mchana, wala moto wako usizime, uwepo wako ukazunguke mahali hapa Bwana, nguvu zako zikapate kuonekana, na utawaita watu kwa majina yao toka magharibi, kaskazini, kusini na mashariki, watu wakaisikie sauti yako ikinena, na Bwana wapatie kupambanua sauti yako inenapo, maana sauti yako inanena kwa upole. Natamani kwamba unafungua masikio ya watu, hata dunia ikasikie sauti yako ya Mungu. Na Bwana Mungu, hema jina lako likatukuzwe. Tukiwa hapa umetupanda kama mbegu njema, sababisha kama mbegu uliyoipanda katika madhabahu haya itazaa matunda ya maisha mema. Mungu wa rehema, utawavuta wengi, si kwa sababu ya kutafuta mikate na miujiza, lakini kwa sababu ya pekee ya kukuabudu wewe peke yako uliye ni Mungu. Tunatambua ya kwamba si rahisi safari hii, lakini Bwana wetu uko pamoja nasi, na umeahidi kutotuacha mpaka mwisho wa muda. Hivyo tunajiachilia mikononi mwako mchana huu wa leo, maana kila hitaji ni wazi machoni pako. Naomba walio na hofu kawaondolee hofu, wale ambao wamekosa utulivu mchana huu ninawaombea amani, ambao Bwana wamelemewa na mizigo ndani ya mioyo kawashushe mizigo yao, wale ambao Bwana wana machungu ndani ya mioyo kubali kuwatuliza mioyo, kama neno lako linavyosema katika Isaya 40 ya kwamba watulizeni mioyo, watulizeni mioyo watu wangu, wasema Bwana. Hivyo ninaomba kama watu wako wakatulize mioyo yao, Roho Mtakatifu watulize mioyo, Roho wako wafariji, Roho wako watengeneze tena the broken heart. Wacha Bwana ukapate amend the broken hearts, amend those who are disappointed, amend their hearts, Lord, amend them once again, Jehovah, that Lord they may live to you, for you, and worship you, God. Asante Bwana, asante. Move like never before, move in a mighty way, releasing every bondage, setting your people free from any captivity, allowing them to worship you in truth and in spirit. We are here, Lord, your God. Put a new song in our hearts, put a new song of praise in our hearts, put a new thing in our hearts today. Give us the responsibility, the desire, the passion to serve and live for you. Lord Almighty, we surrender all. Surrender all our fears. Surrender our lives. Surrender this ministry. Surrender every group here, Lord. The men, the ladies, the children, and the youth. We surrender them to you. I pray, Lord, this afternoon that you are doing a special visitation upon the hearts of people, and you are touching them, releasing their bondages, releasing the yoke, and setting them free for your glory. Father, we thank you. We have done
that which you have commanded us to do today. We allow you to have your way. We allow you to minister to them. We allow you, Redeemer, to speak to each and every soul. We allow you to do and take the leading of our lives. I pray this afternoon, Lord, that are going to bring down every mountain before us. I pray that, Lord, we shall level every ground. Lord, we shall level it, and we shall make the path straight for your glory. Father, we thank you that, Lord, you are filling up every valley. You are filling up every valley in our lives, oh God, and you are bringing down kingdoms, you are bringing down strongholds and principalities and all powers fashioned operating against our lives in the mighty name of Jesus Christ, Son of the living God. We pray that, Lord God, you shall go before us and your angels shall minister to us in a very special way. Lord, may your Son of glory continue to cover us, oh Lord, because this is our desire, Redeemer. The Lord will be magnified. Jesus. Shangaza, hakuna mwingine ufanao. Oh, hakuna mwingine, hakuna mwingine. Oh, hakuna mwingine. One, two, three, say